Anaongea kinyumbani. Mimi mfahamu. Mwakani ndugu yangu Alex Ngai, mjumbe wa kamati ya utendaji, wenye viti wa matawi yote mawili yaliyokuwepo hapa kwa maana ya Seven Lounge na Viva International, wanachama na mashabiki wa Young Africans mliohudhuria hapa, daima mbele, daima mbele. Bwana, mimi nimeambiwa leo sio siku ya maneno, ni siku ya kadanse. Tupo hapa kushabikia, kusherehekea ubingwa. Kwa sitaki kuwachukulia muda wenu sana katika kusherehekea ubingwa. Na nataka kuwaambia kwanza niwapongeze viongozi wa matawi haya mawili. Viva kwa miaka 4 mfululizo mmekuwa ndio tawi bora, hongereni sana. Lakini Viva mna mtoto mnamlea anaitwa Seven Lounge. Mumuangalie, spidi yake ni kali. Kwa hiyo kakaangu Dr. Ho, hongera sana. Lakini kila laheri, ulipewa challenge na Alex na umeivuka. Huna tu ithibati, lakini ukavuka zaidi ya kile kiwango cha minimum cha kuwa tawi. Hongera sana. Mimi naamini unakwenda kuwa na tawi ambalo katika mkutano mkuu ujao litapanda juu pale katika matawi 10 bora. Sasa challenge yako ya mwaka jana ilikuwa kuwa tawi na ithibati. Challenge yako ya sasa hivi, mkutano mkuu unaofuata, tawi lako lipande juu kuchukua zawadi. Wanayanga, si mtamuunga mkono Dr. Ho, mwenyekiti wenu, ili tutakapokutana hapa tunasherehekea ubingwa wa 6 mfululizo, tunasherehekea na kupata zawadi ya kuwa tawi bora. Lakini pia nataka niwape salamu Wanayanga. Rais wetu Engineer ameniambia niwasalimie. Anasema hizi sherehe mtazifanya nyingi sana. Hizi sherehe vipi? Na kwa sababu tawi linaongezeka hapa, patakuwa hapatoshi, sijui mtazifanyia wapi Dr. Ho. Lakini ni nyingi. Sande anateseka sasa. Sande uko wapi? Sande upo? Huko Sande, kama unakuja utaamua mwakani uchukue kadi na wewe ya Yanga, lakini hakuna mwakani kurudi kwenu. Mtateseka sana Sande. Sasa niko tayari kulizindua tawi hili rasmi na kukabidhi kadi za wanachama ambao hawakuwa wamepata kadi zao. Asante sana. Naomba sasa kamati ya keki isogee mbele kabisa hapa ili makamu akate kwanza keki. Okay, sawa, atakabidhi kadi.